Yeah, hii ni Maria wa Kitaa. Tulipoishia ndipo tunapoendelea. Kumbuka kubonyeza batani nyekundu chini ya video hii hapa ya Maria. Hii ni Maria wa Kitaa na tunaendelea pale tulipoishia katika tamthilia hii hapa ya Maria. Kipengele tulichofikia ni tunamwona Maria jinsi anavyokumbana na matatizo mengi sana. Maria anajitahidi kukiukana nayo, anajitahidi kuvumilia kadri awezavyo, kwa sababu yeye ni kiumbe na ameparticipate kama kiumbe dhaifu katika video hii hapa. Kwa hiyo tunamwona Maria katika tamthilia hii hapa amejitahidi sana kuvumilia na kushika uhusika wake kama Maria. Pili, katika kipande hiki hapa kama unavyomwona, unaona kuna afande amekuja katika nyumba ya Sofia, na nia yake na lengo lake ni kwenda kuhojiana na Sofia. Anataka kujua ile bunduki iliyopatikana katika chumba chake, na kumbuka kuna bunduki na kuna risasi ilipatikana. Sasa bado maelekezo sahihi hawajajua ni nini kinaendelea kwa Sofia. Kwa yeye kama yeye, kwa sababu ni afisa, kwa hiyo ilimbidi yeye kama yeye amfuate Sofia nyumbani kwao, haijalishi kwamba atakuwa na hali gani, ili kujipatia taarifa ambazo yeye anazihitaji, taarifa zake za kutosha. Sasa kwa sababu yeye ni polisi, akujua kwamba Sofia yupo nyumbani au la, kwa sababu mara yake ya mwisho alikutana na mama yake Sofia, lakini mama yake Sofia alimuelezea kwamba Sofia amepotea, kwa anahitajika kumuona. Kwa baada ya kwenda kwao, Sofia anakutana na mama Sofia face to face. Mama Sofia anatoka chumbani. Sasa mama Sofia anapatwa na mshtuko kidogo kumuona afande amekuja nyumbani kwake. Sasa anakuwa anaghadhabika kwamba arudi ndani au aendelee, yani ile uoga nini. Sasa polisi, kwa sababu ni afande na amesomea, akashamsoma mama Sofia. Kwa hiyo yeye hakutaka kujua mengi, alifuata na kumsalimia. Baada ya kumsalimia yule mama, kama vile yani amemsahau, akana muangalia akamjulia hali salama, mzima samani, sio kama unanikumbuka. Hapana, sikukumbuki. Mama Sofia alijibu hivyo. Sasa ilibidi afande ajitambulishe, kwa sababu alikuwa na ile simu ya kuripoti matatizo, na alikuwa na kitabu kwa ajili ya kuandika dokumenti zake zozote ambazo atazipata kulingana na upelelezi wake anaotafuta. Sasa baada ya kukutana na mama, ilibidi amuelezee na amkumbusha kwamba mimi ni afande, na mara yangu ya mwisho kukutana na wewe ilikuwa ni kipindi kile Sofia hayupo. Sofia alikuwa amepotea. Mama ndo kwa mshangao mkubwa anakumbuka, anasema sawa, nimekukumbuka na tunamshukuru Mungu kwa bahati nzuri tulimpata Sofia. Yupo ndani ila anaumwa. Sasa afande baada ya kumaliza kuongea akaambije, samani, nilikuwa na maongezi madogo na Sofia, kuna vitu fulani ninahitaji kumuuliza nijue. Baada ya kujua nitajua nini cha kuandika katika ripoti yangu. Mimi ni afisa wa polisi. Sasa mama Maria anashtuka kidogo, kwa sababu mama Sofia, kwa sababu Sofia anaumwa, hapo alipo anaumwa, hali yake bado haijawa nzuri, lakini kashaanza sasa kuojiwa, ameweza kupata na polisi. Kitu kama iko akipendezi yeye, kama yeye anakereka, na ameshikilia uhusika vizuri sana, kwa sababu ni mama mzazi na ana participate kama mzazi, anajitahidi kuonesha feelings zake zote. Sasa baada ya hapo ikabidi amwambie basi sawa, wewe nenda kaongea naye. Ile kipindi anaenda akakutana njiani na kaka yake Sofia. Baada ya kukutana naye wakaongea pale, ile jamaa huyo kaka yake Sofia akamwambia okay sawa, nimesha kusoma, kwa hiyo shida yako ni kuongea na Sofia. Afande akasema ndio, kuna kitu ninahitaji kumuhoji, kwa hiyo nina shida naye. Basi sawa. Hapa tunaona kidogo japo alikuwa na wasiwasi wa kumkaribisha afande ndani, lakini ilimbidi tu amkaribishe kulingana na cheo na mtu mwenyewe muonekano wake anavyoonekana. Kwa baada ya kumaliza alimpeleka afande direct mpaka ndani. Baada ya kumpeleka akamkuta Sofia amejifunika shuka, amepigwa na butwaa. Kumbuka anaumwa. Sasa Sofia alishindwa hata cha kuongea. Alivyomuona afande, kidogo pressure kama ikaishaanza, akaanza kupumua ile kwa jazba.
anapumua kwa jazba, anavuta hewa, hajielewi anavuta hewa. Lakini afande, kwa sababu ni afande na yuko kazini, alichuchumaa na kuanza kumhoji maswali kadha wa kadha. Sasa kwanza kabla ya kumhoji maswali alimjulia hali, lakini Sofia kujibu alikuwa kimya. Akamwambia, natumaini unanisikia, I hope you hear me. Natumaini unanisikia na nina maswali kidogo nahitaji kukuuliza, nilikuwa nahitaji unijibu. Akaanza kumuuliza maswali, lakini kadri alivyokuwa anamuuliza maswali, Sofia alionyesha kupaniki na hewa kumjaa, jazba kumjaa kichwani, akaanza kuhema speed. Sasa huyu kaka baada ya kuona, kwa sababu yeye ndo alipewa jukumu la kumlinda Sofia, baada ya kuona Sofia ameanza kuhema kwa nguvu, kuhema kwa jazba, kidogo alipatwa na mshtuko. Alishtuka mpaka akamkataza afande, akamwambia, tafadhali hebu subiri kwanza. Akaenda kumkumbatia Sofia. Baada ya kumkumbatia akamlaza kifuani kidogo. Hali ya Sofia ikawa nzuri. Sasa hapo afande mwenyewe akashasoma kwamba hapa kuna kitu, au maybe huyu Sofia basi anaumwa, amezidiwa. Sasa kijana baada ya kumaliza kumkumbatia Sofia na kuhakikisha kwamba hali ya Sofia iko vizuri, akamuomba afande, tafadhali na kuomba utoke nje. Lakini afande kama afande asemeje, hapana, nitatokeje nje wakati kile nilichokuja kukifanya sijafanikisha? Nahitaji huyu dada anijibu baadhi ya maswali yangu ili nitoke na dokumenti sahihi. Brother akamwambia, wewe mwenyewe unaona hali halisi, Sofia anaumwa. Wewe mwenyewe umemuona, sio kwamba umesimulia, umemuona anaumwa. Kwa sasa hivi hana uwezo wa kuongea na hawezi kuongea. Sasa labda kama unaweza ukatafuta siku nyingine au njia nyingine ya kumuuliza, lakini sio kwa sasa. Na kwa hiyo njia, kama unavyomuona huyu sasa hivi anaumwa na anaweza akafa kwa pressure kulingana na maswali unaomuuliza wewe. Na kumbuka afande maswali yake alikuwa anauliza ni kuhusu bunduki na risasi zilizopatikana katika chumba chake. Wanataka kuelewa kiundani ili kuwaje, imeendaje, na ili aandike dokumenti zake sahihi. Lakini muda huo anajifikiria anamuulizaje. Baba yake Sofia anaingia ndani. Baba yake, kumbuka, anampenda sana mwanae. Sasa anakuja anamkuta afande yuko chumbani. Alichukia sana. Baada ya kufika hakutaka kujua nini kinaendelea wala nini. Alichukua maamuzi ya direct ya kumfukuza afande na kumwambia samahani na kuomba utoke nje ya nyumba yangu. Lakini afande alimwambia samahani, yani afande alijishusha. Baada ya kujishusha akaanza kumwambia samahani, kuna maelezo. Baba hakutaka kujua. Baba yake Sofia alimwambia toka nje ya nyumba yangu. Kumbuka kwamba huyu ana participate kama baba, kama mzazi, na ana kulingana na hali ya mwanae, hakutaka mwanae asumbuliwe kwa sababu mwanae anaumwa. Na afande hakutaka mengi kwa sababu afande ni afande na alimheshimu sana huyu mkuu. Akamwambia samahani bosi, kuna kitu nimekuja kumhoji. Huyu mzee hakutaka kusikia wala hakutaka kumuelewa afande, na kumwambia kwamba nakuomba utoke nje ya nyumba yangu, tumie heshima, sitaki nikuone tena ndani ya nyumba yangu, na kuomba utoke. Kuhusu Sofia achana naye, haikuhusu Sofia, mwanangu anaumwa. Sasa afande kama afande ilimbidi tu atoke kwa sababu hakuwa na njia nyingine. Sasa kipindi anatoka, kumbuka anashuka ngazi kutoka gorofa la juu kushuka kwenda gorofa la chini. Kipindi anashuka sebreni, akipiga jicho sebreni akamuona mfanyakazi wa kwao Sofia. Sasa akashtuka kulingana alivyomuona. Na yule mfanyakazi baada ya kumuona afande, kwa haraka alikimbia chumbani kwake, akakimbia kaenda akajifungia. Sasa afande kuna kitu akawa amekielewa hapo. Baada ya hapo akawa ameondoka. Baada ya kuondoka, baba Sofia alienda kumkumbatia mwanae na kuanza kumpa pole na kumwambia kwamba mwanangu, vumilia, yani usiogope, hao wanaokufuatilia nimewadhibiti na nitahakikisha kila kitu kienda sawa. Lakini muda huo mama Sofia alikuja na jazba akiwa amekasirika, anafoka sana baba Sofia. Sasa baba Sofia kwa mama Sofia inabidi awe mpole. Sasa mama Sofia anaombeje, uliniahidi tukikaa huku tutakuwa na amani na mwanangu ataendelea vizuri. Sasa kwa nini yanatokea haya? Baba Sofia alikosa cha kujibu kulingana na jazba ya mwanamke. Sijua mwanamke akijua kwa jazba lazima mwanaume ujishushe. Na amejitahidi sana huyo baba Sofia kuparticipate kama mwanaume katika tamthilia hii hapa. Sasa baada ya mama Sofia kuja kwa jazba, baba Sofia alimwambia usijali, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu mimi kama mimi
kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Ninamlinda Sofia, ninampenda Sofia. Sofia ni mwanangu, sitaki kibaya kikute chochote. Sasa mama Sofia aliumia sana kulingana na ile station iliyotokea kwamba afandi anakuja mpaka chumbani kwa Sofia kwa ajili ya kumuoji, ili hali Sofia mwenyewe anaumwa. Lakini alinyamaza, akasema sawa. Akaambia, natumaini utafanya kama tulivyokubaliana, ya kwamba utamlinda na kumpenda Sofia, hakuna kibaya chochote kitakachomkuta. Lakini kwa muda huo, kumbuka Sofia japo anaumwa, alikuwa amelala, lakini alikuwa anasikia maongezi yote yanayoendelea baina ya mama yake mzazi na baba yake mzazi. Katika tamthilia hii hapa Sofia tunajifunza mambo mengi sana katika kipindi hiki. Kumbuka kuna risasi na bastola yake vilipatikana chumbani kwa Sofia. Sasa polisi wako katika kupeleleza nini kinaendelea, na kuna tukio limetokea, nini kinaendelea. Usisahau kubonyeza button nyekundu ilo chini ya video hii hapa, au kutoa maoni yako mwenyewe kulingana na tamthilia hii hapa unavyoiona. Maria ni tamthilia ambayo inakonga moyo na inafunza sana jamii. Kwa hiyo usiache kubonyeza batani nyekundu ili kufuatilia muendelezo mzima wa tamthilia hii hapa tulipoishia, ndipo tutakapoendelea siku nyingine. Kwa hiyo unahitajika kutoa maoni yako katika sehemu ya chini ya comment section. Uandike wewe mwenyewe maoni yako kulingana na tamthilia hii hapa ya Maria unapoiona. Maria tunapoelekea ni pazuri kuliko tunapotoka. Kwa hiyo ni muda wako sasa wa kuchukua hatua. Bonyeza batani nyekundu ile chini ya video hii hapa kujipatia muendelezo wa video nyingi na kutoa maoni yako wewe kama mwigizaji, kama mfuatiliaji, kama mtu ambaye unafuatilia kipindi cha Maria. Kinafunza, kinafurahisha na kinastajabisha. Asante kwa utazamaji na kutakia siku njema.